Mambo yanazidi kuwa moto. Adui ameingia hadi chumbani na kuteka damu ya familia. Wakati Devran anaamini ameshinda, anagundua kuwa amezungukwa na wasaliti. Je, Samet atatoka salama? Gonga alama ya like na usubscribe sasa hivi kupata ukweli wote. Hali ni tete. Devran anamkuta mtu anayedhani ni Hazar akiwa amejeruhiwa vibaya. Katika dakika zake za mwisho, mtu huyo anataja jina la Hazar kabla ya kufariki mikononi mwa Devran. Devran anachanganyikiwa. Kama amemuua Hazar, ni nani huyu anayemtaja tena? Anaanza kuhisi kuwa kuna mchezo mchafu unaochezwa na Ilyas na Chaush ili kumpokonya madaraka ya ukoo. Nitatoa meno yao mmoja baada ya mwingine, anaapa Devran. Simanzi nzito. Samet ametoweka nyumbani baada ya kudanganywa na mlinzi msaliti anayeitwa Junaid. Zeliha na Yusuf wanapagawa wakimtafuta kila kona, lakini wapi. Junaid amemkabidhi Samet mikononi mwa adui mkuu Yavuz. Yavuz anataka kuona familia ya Ala zikiteseka na kukosa matumaini. Devran anapopata habari hizi, anashindwa kujizuia. Nimeshindwa kumlinda mdogo wangu. Wakati familia ikilia, Aras, ambaye ndiye Hazar wa kweli, anacheka kwa siri. Amefanikiwa kumdanganya Devran kuwa amekufa na sasa anajipenyeza ndani ya biashara za ukoo. Anawashauri Ilyas na Chaush kwenda kwa likizo ili yeye asimamie eneo la bidhaa. Lengo lake ni moja, kumfanya Devran amfuate yeye mwenyewe mtegoni, huku akiamini Aras ni rafiki yake wa karibu. Katika giza hili la majonzi, Yusuf anakuwa nguzo ya Zeliha. Zeliha anajilaumu kwa kila janga linaloikuta familia yake, lakini Yusuf anamshika mkono na kumwahidi Samet atarudi akiwa salama kupitia mlango huu, na baada ya hapo tutafunga pingu za maisha. Maneno haya yanampa nguvu Zeliha ya kusimama tena dhidi ya maadui wanaowazunguka. Mchezo wa Firuze unaendelea. Anamfuata Yusuf na kumwahidi utajiri, madaraka na maisha ya kifahari iwa tu atakubali kurudi kwa Bahar ili kuokoa maisha yake. Yusuf anamjibu kwa dharau, mimi si uzui, tafuta soko lingine. Wakati huo huo, Azizi anajikuta akibeba majukumu ya mama kwa wadoga zake, akijaribu kuwapa matumaini kwa kuwaonyesha nyota angani, akisema nyota inayoangaza zaidi ndiyo ya Samet mkaidi. Je, Devran ataweza kumwokoa Samet kabla ya Yavuz hajamdhuru, na Yusuf ataendelea kuwa msaidizi wa Devran au atashawishika na ofa ya Firuze? Usikose mwendelezo huu hapa G-Hamasa. Hakikisha umesubscribe sasa kama bado, ili kupata kila kipande cha hadithi hii. Ni G-Hamasa, tuko pamoja.